Nafasi ya waandishi wa habari na vyombo vya habari kwenye mchezo wa soka. Vyombo vya habari na waandishi wa habari kwa pamoja wana mchango mkubwa sana kwenye maendeleo ya nchi yote hapa ulimwenguni kupitia utoaji wa taarifa zao mbalimbali ambazo watu wanapaswa kuzijua, lakini pia waandishi wa habari wanaweza kuwa ni chachu ya kuchafua jambo fulani pamoja na kukwamisha baadhi ya mambo kupitia taarifa zao ambazo wanazitoa na kuleta matokeo hasi kwenye jamii. Kwenye mchezo wa soka, sekta ya habari pia imegeuka kuwa ni muhimu sana, kuanzia kwenye wizara ya michezo, mashirikisho ya soka ulimwenguni, vyama vya soka mpaka katika vilabu mbalimbali ambavyo idara ya habari imekuwa ikitazamwa kwa jicho la tatu kutokana na faida zake kwenye kuhabarisha watu mbalimbali na kutoa taarifa muhimu kutokana na taasisi husika. Hakuna taasisi yoyote hapa duniani ambayo inajiendesha yenyewe bila kutaka taarifa zake wanazozitoa mbalimbali kuwafikia wateja wake pamoja na jamii, na ili taarifa hizo ziweze kufika ni lazima uwepo mtu wa kutoa taarifa hizo, na hapo ndipo tunaingia katika eneo la vyombo vya habari pamoja na waandishi wa habari. Vyombo vya habari vinasaidia kukuza soka kupitia utoaji wa taarifa mbalimbali, na hapa tunazungumzia juu ya nini kinaendelea ndani ya shirikisho la soka ama ndani ya klabu, na hapa ni lazima wahusishe waandishi wa habari ambao watasaidia kusambaza taarifa hizo kupitia vyombo vyao vya habari, na watu kutoka sehemu mbalimbali duniani watapata kujua. Mfano, klabu inaweza ikaitisha mkutano wa wanachama wake, au wanasaini mkataba wa kampuni fulani, au usajili wa wachezaji, ama watakuwa na tukio fulani kama vile Simba Day pamoja na Yanga Day. Ili tukio hili lisambae ni lazima wahusishe waandishi wa habari na vyombo vyao, na hapa ndipo husaidia kuweza kusambaza taarifa mbalimbali kwenda kwa watu ulimwenguni kote. Ni kweli klabu inaweza ikatoa taarifa kupitia mitandao ya kijamii, lakini si wote wanamiliki simu kubwa kwamba wataona taarifa hizo, na hapa ndipo vyombo vya habari kama redio vinahusika kwa kusambaza taarifa hizo. Hakika naweza kukwambia kuwa vyombo vya habari ni muhimu sana katika soka la sasa pamoja na soka lijalo. Jambo la pili ni kwenye swala zima la hamasa. Mfano, kuelekea kwenye michuano ya AFCON 2027 itakayofanyika katika ukanda wa Afrika Mashariki, vyombo vya habari pamoja na waandishi wa habari wanajitahidi sana kuhamasisha watu wajiandae na wajipange kuyapokea mashindano hayo ili kuyafanya yawe na mvuto bora zaidi ulimwenguni. Kwanza kwa kuhudhuria kwenye michezo, lakini pia ubunifu wa mapokezi mazuri ya wageni kutoka ulimwenguni kote. Hamasa hizi zinatolewa na vyombo vya habari, vinasaidia kuwavuta watu na kujitokeza kwa wingi kwenye michuano hiyo. Na si hapa tu, hata kwenye mataifa mengine wanatumia vyombo vya habari kwenye kuhamasisha watu wajitokeze kwa wingi viwanjani kupitia matamasha, na hata kupitia watu maarufu ambao watashirikiana na vyombo vya habari kufikisha ujumbe husika kwa wahitaji. Jambo la tatu ni matangazo na udhamini pamoja na kuitangaza ligi kimataifa. Hapa tunazungumzia swala zima la kuitangaza ligi kimataifa zaidi na swala la kuivutia wadhamini kuja kwenye ligi husika. Mfano, hapa Tanzania Azam TV wanasaidia sana kuitangaza ligi yetu na kuifanya ikue zaidi na kuonesha mechi zote za ligi kuu, jambo ambalo inapelekea watu wengi kutoka sehemu tofauti tofauti kuitazama ligi ya Tanzania. Na hapo pia wadhamini wanajitokeza kwenye vilabu pamoja na ligi, kwani wanaamini kuwa watakutana na kitu bora zaidi, watanufaika na ligi hiyo kwa kuoneshwa kwa ubora mkubwa zaidi kupitia Azam TV. Jambo lingine ni kuwatangaza wachezaji wetu na kupata soko la nje. Unaweza kujiuliza, hii inakuwaje? Jibu ni jepesi zaidi. Kupitia vyombo vya habari ni rahisi sana mchezaji mwenye kipaji bora kujulikana duniani, na kupitia vyombo vya habari ambavyo vitamzungumza na kuyaweza kuyaonesha mambo yake muhimu sana ambayo anafanya kwenye soka, kuyaweka mitandaoni baadhi ya matukio makubwa aliyofanya mchezaji huyo, na watu kuona ni kama wanavutiwa sana na mchezaji huyo. Mwisho wa siku wakivutiwa naye wanaenda kumsajili na kumweka katika vilabu vikubwa kimataifa. Tayari mambo yake yanakuwa yameshanoga ulimwenguni. Hakika atakuwa amejulikana kupitia vyombo vya habari pamoja na waandishi wa habari.
Mbali na hapo, pia waandishi wa habari wana mchango mkubwa kwenye swala zima la kutangaza na kuvikuza vituo vya kukuza vipaji na kuvifanya vituo hivyo kujulikana, na hata baadhi ya vilabu kuwekeza kwenye akademi bora zaidi. Hizo mfano waandishi wakubwa wa habari kupitia kuizungumza vizuri akademi ya Generation Foot ya nchini Senegal. Hii inapelekea akademi hiyo kujulikana duniani na kutoa vipaji vikubwa duniani kama vile Sadio Mane na wengine wengi kweli kweli. Bila vyombo vya habari na waandishi wa habari, leo ingekuwa ni ngumu sana watu kujua baadhi ya wachezaji wakubwa kwa sasa duniani, wala kufuatia ligi mbalimbali duniani na kuvijua vilabu vya ligi hizo. Lakini kuna kazi kubwa inafanywa na kusababisha ligi hizo zijulikane, na taarifa nyingi zinatolewa kupitia vyombo vya habari na kurasa binafsi za waandishi wa habari. Tena nguli wa habari. Tena nguli wa habari. Tena nguli wa habari. Narudia tena nguli wa habari. Mwandishi wa michezo kama Fabrizio Romano amekuwa nguli wa kutoa habari mbalimbali za michezo kwenye usajili, na dunia nzima inafuatilia na kupata taarifa za uhamisho wa wachezaji pale barani Ulaya kupitia yeye, na baadaye zinasambaa sehemu mbalimbali duniani. Lakini kama si yeye ama kazi yake ya uandishi wa habari, basi ingekuwa ni ngumu sana watu kujua taarifa hizo za usajili. Vyombo vya habari vikubwa kama Sky Sports, BBC Sports, ESPN, Super Sports na vingine vingi vimekuwa vikifanya jitihada kubwa ya kuendelea kulitangaza soka la Ulaya na kuhamasisha na kuhakikisha kuwa linakuwa kupitia taarifa mbalimbali ambazo wanazitoa na kuhakikisha dunia zinazifuatilia kwa undani zaidi. Yani ligi ya Ulaya kupitia matangazo mbalimbali inaendelea kujulikana kupitia vyombo hivyo na watu wengi kuzidi kufuatilia ligi hiyo. Hata barani Afrika, waandishi kama vile Mick Junior kutoka Ghana ni miongoni mwa waandishi ambao wamekuwa wakifanya kazi kubwa sana kuitangaza soka la Afrika na wachezaji wake kwa kutoa taarifa mbalimbali juu ya soka la Afrika na ligi zake, kisha kuzisambaza mitandaoni na watu wengi wanaoona pia kuendelea kufuatilia kwa kina kutokana na ushawishi mkubwa aliouona kutoka kwa watu wengine. Wanaamini kuwa katika soka kila kitu kinawezekana, maana kupitia Mick Junior watu wanapata taarifa za uhakika na zenye usahihi zaidi. Hakika waandishi wa habari ni muhimu sana katika soka la sasa. Vyombo vya habari kama vile Azam TV, TBC na vingine vingi pia vimekuwa na mchango mkubwa kwenye kulitangaza soka la Tanzania, kuanzia ligi, wachezaji na mambo mengi kweli kweli. Maendeleo ya soka na hii imekuwa na mchango mkubwa kuhakikisha kuwa ligi inakuwa na soka la Tanzania linakuwa kutoka chini mpaka juu, na sasa tunaona ligi imekuwa miongoni mwa ligi bora barani Afrika na wachezaji wake sasa wanaonekana na kwenda nje ya mipaka ya Tanzania. Vyombo vya habari pia kama vile Azam TV, TBC na vingine vingi pia vimekuwa na mchango mkubwa kwenye kulitangaza soka la Tanzania, kuanzia kwenye ligi, wachezaji na mambo mengi kuhusu maendeleo ya soka, na hii imekuwa na mchango mkubwa kuhakikisha kuwa ligi inakuwa na soka la Tanzania linakuwa bora zaidi na kuendelea kutoka chini mpaka juu, na sasa tunaona kuwa ligi hiyo imekuwa miongoni mwa ligi bora barani Afrika na wachezaji sasa wanaonekana na kwenda nje ya mipaka ya Tanzania sakata kabumbu. Lakini kama vyombo vya habari visipotumiwa vizuri, vinaweza vikawa pia chanzo cha kuhamisha maendeleo ya soka ulimwenguni, hasa endapo watakuwa watangazi masuala mbalimbali ya kusaidia maendeleo ya soka ulimwenguni, ama kutoa taarifa zisizo sahihi, na hii kuzungumza mambo mabaya ambayo yatafanya soka la taifa husika kupoteza sifa za msingi kimataifa. Naam, safari yetu ndefu kupitia meli ya Extra Time, hatimaye tunatua nanga kama hivi. Asante kwa kuwa nami tangu mwanzo mpaka mwisho wa safari. Jina langu ni David Kiamani wa Sauti TV.